Samueli wa kwanza sura ya 30 na mstari wa kwanza. I don't know kama utapata kwa lugha ya Kiswahili, nitashukuru. Ndio. Ikawa Daudi na watu wake walipokuwa wamefika Siklagi siku ya tatu, hawa Amaleki walikuwa wameshambulia Negebu na Siklagi, nao wamepiga Siklagi na kuchoma. Endelea mpaka mstari wa 8. Nao wamewachukua mateka wanawake waliokuwamo, wakubwa kwa wadogo. Hawakuwaua wote, ila wakawachukua wakaenda zao. Basi Daudi na watu wake walipoufikiria mji, tazama, ulikuwa umechomwa moto, na wake zao na watoto wao na waume kwa wake wamechukuliwa mateka. Ndipo Daudi na watu waliokuwa pamoja naye wakainua sauti zao na kulia, hata walipokuwa hawana nguvu za kulia tena. Na hao wake wawili wa Daudi walikuwa wamechukuliwa mateka, Ahinoamu wa Yezreeli na Abigaili aliyekuwa mkewe Nabali wa Karmeli. Naye Daudi akafadhaika sana, kwa sababu watu walikuwa wakisema kwamba apigwe kwa mawe, kwa maana nafsi za hao watu wote walisononeka, kila mtu kwa ajili ya wanawe na binti zake. Lakini Daudi alijitia nguvu katika Bwana Mungu wake. Kisha Daudi akamwambia Abiathari kuhani, mwana wa Ahimeleki, tafadhali niletee hapa huyo naivera. Naye Abiathari akamletea Daudi naivera. Daudi akauliza kwa Bwana akasema, je, nikiwafuata jeshi hili nitawapata? Naye akamjibu, fuata, kwa kuwa hakika nitawapata, nawe kikosi utawapokonya wote. Amen. Baba, ni asante kwa neno. Tumie kama chombo kwa dakika chache nilizo nazo, habari hii ikafikia watu wako kwa utukufu wa jina lako. Ninaomba na kushukuru. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kichwa cha ujumbe ni what to do in crisis. Ni nini cha kufanya wakati ambapo unaingia katika mafadhaiko. What to do in times of crisis. Tumesoma kuhusu Daudi, na kama vile tunasoma wakati huo Daudi hakuwa anapitia hali nzuri. Alikuwa katika changamoto, alikuwa katika hali ya mafadhaiko. Ilifika mahali akawa na wasiwasi, kwa sababu hata maisha yake ilikuwa katika hali ya taharuki. Bwana Yesu asifiwe. Na hii sio kawaida ya sisi kusikia kuhusu Daudi. Kila wakati ambapo tunataja mtu anaitwa Daudi, tunamsikia kama mtu shujaa ambaye alimuua Goliathi na akaondoa aibu kutoka kwa Israeli. Lakini hapa tunampata akiwa katika hali ya mahangaiko. Tunampata akiwa katika shida. Tunampata akiwa ameshindwa mahali ambapo ataweka kichwa chake ili kujifisha. Kwa nini? Kwa sababu mambo ambayo amejipata ndani ni mambo ambayo ni magumu. Ni mambo ambayo inahangaisha moyo wa mtu. Ni mambo ambayo inaweka mtu katika hali ya kujiuliza maswali mengi. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati ambapo tunaangalia kumuhusu Daudi, ilikuwa ni wakati wa Mungu kumuinua kutoka kwa kiwango kimoja hadi kingine. Lakini kitu cha kwanza ambayo alijipata ndani ni kujipata katika mahangaiko, mafadhaiko. He found himself in crisis. Ya kwamba mahali ambapo yuko, kwa sababu baada ya mambo haya huyu mtu anaenda kuinuliwa na Mungu kuwa mfalme wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. So wakati ambapo anajipata hapa, it's actually ni God anamprepare for what is ahead of him. Ya kwamba he is going to lead his people. Anaenda kuongoza watu wake,
la Israeli, lakini kitu cha kwanza ilibidi God amruhusu apitie katika crisis. Ilibidi Mungu ampitisha katika shida ndio ajue kama anaweza simama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na hii ndio sababu kichwa cha ujumbe wetu inaingia, ni nini tunastahili kufanya wakati ambapo tuko katika changamoto. What are we supposed to do when we found ourselves in crisis, when we found ourselves in situation ambayo tukijaribu kutoka hatutoki? We need to find a solution. Bwana Yesu asifiwe. And that's the reason why tunakuja kupata what did David do to enhance him to come out of this crisis. Kwa sababu hii ni hali ambayo mtu hastahili kujipata, lakini yeye alijipata. Piga hii mahesabu. Baada ya kumuua Goliath na sifa zote ambazo alipata na mafanikio yote alikuwa amepata, Daudi aligeuka kama mtu ambaye anakimbia, kwa sababu kubarikiwa kwake ilifanya akawa na maadui wengi. Wakati ambapo aliinuka, adui wake wa kwanza ilikuwa ni yule ambaye amemwinua, ambaye ni mfalme. Bwana Yesu asifiwe. But this guy ilibidi akimbie kwa sababu ya maisha yake. Akajipata mahali ambapo panaitwa Sikilagi. Akawa kiongozi wa kijiji inaitwa Sikilagi. Na watu ambao walikuwa pamoja naye, watu ambao yapata 400 walikuwa wamemzunguka kama jeshi yake ya kijiji yake ya Sikilagi. Lakini kwa sababu ambazo ziepukiki, alijipata ameenda kusaidia Ashish kwenda vita na Israeli. Na hivyo ndio maadui akapata nafasi ya kufanya nini? Ya kuteka kijiji chake. Biblia inatangaza ya kwamba walichoma kila kitu, wakateka kila mtu na wakaenda. Alafu inatuambia ya kwamba wakati walifika, watu wote waliokuwa wamemzunguka wakawa wanajiuliza maswali. Ni kwa nini tulikubali kwenda na hii mtu, tuache familia zetu watekwe nyara? Bwana Yesu asifiwe. Hii ni real life situation. Napiga mahesabu sasa, mimi familia yangu imetekwa nyara. Mahali ambapo nitajipata ni hali ambayo ni Mungu ndiye atakusaidia. Lakini Biblia inatupa changamoto ya kwamba Daudi kuna kitu ambacho alikuwa anajua ambao wengine hawakuwa wanajua. Daudi alikuwa anamjua Mungu wake. Daudi alikuwa anajua ya kwamba Mungu wake anaweza mambo yote. He knew ya kwamba there is nothing that his God cannot do. Bwana Yesu asifiwe. Na ile kitu ambacho alifanya cha dhamana, he had to take the initiative of encouraging himself in the Lord. Bwana Yesu asifiwe. So kitu cha kwanza, when we are supposed to understand ya kwamba when crisis strikes, lazima uunderstand ya kwamba kuna Mungu ambaye anaweza kukuvusha katika hayo matatizo. Hallelujah. Then the Bible inatuambia ya kwamba it's good when we face crisis kuchukua hatua ambayo Daudi alifanya. Daudi alifanya nini? Mstari wa 6 inasema Daudi alifadhaika sana. Daudi alihangaika sana moyoni mwake. Kwa nini? Kwa sababu watu wote walikuwa wanapanga kumpiga kwa mawe. Watu wote walikuwa wanapanga kumpiga vita vya mwili. Kuelewa ya kwamba Daudi alikuwa kiongozi, hawa watu walikuwa wanamjua kama komanda. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa amejipata mahali ya kwamba watoto wake, familia yake wametekwa nyara. Familia ya watu ambao yeye anawaongoza wametekwa nyara. Alafu hawa watu ambao yeye anawaongoza wanapanga kumpiga vita. Crisis ngumu. Bwana Yesu asifiwe. As a head of a family, wewe ni baba, watoto wamesimama kinyume na wewe kwa sababu ya kitu fulani, wanataka kukupiga. Nachukua tu example. Lakini kitu ambacho huyu alifanya ambaye inatupa nafasi nzuri ya kujielewa kama Wakristo ni kujitia nguvu katika Bwana. Encouraging ourselves in the Lord. Hajasema ya kwamba
hatua ya kwanza ambayo alichukua ni kujitia nguvu katika Bwana. Whenever we face crisis, wakati ambapo tunajipata katika hali ngumu, wakati ambapo unaona biashara haiendi sawa, wakati ambapo unaona ndoa yako iko na shida, wakati unaona ya kwamba kuna shida kazini pako, kitu cha kwanza, jitie nguvu katika Bwana. Kwa sababu wewe ukuji hapo kwa sababu umekosa wakati, umekuja hapo kwa sababu unajua Mungu wako anaweza mambo yote, na anaweza akatupigania, anaweza akatuimarisha, anaweza akatuvusha, anaweza akaleta suluhisho katika matatizo. So Daudi alijua ya kwamba Mungu ako na uwezo. Hali hii, people are talking about how they can punish you, but akaelewa ya kwamba when I turn to God, God is able. God can make a way where there is no way. God can bring a solution to a problem. Haijalishi iko namna gani, God can be a solution to a crisis. He encouraged himself in the Lord. Bwana Yesu asifiwe. He encouraged himself in the Lord. So whenever we found ourselves katika changamoto, Bible inatuambia we encourage ourselves in the Lord. Tujitie nguvu katika Bwana. Tujitie nguvu katika Bwana. Changamoto ni mingi hapa katika dunia. Mambo ni mingi tunapitia ambayo inafika mahali unajiuliza, Mungu wangu umenisahau. Hajakusahau. He wants you to encourage yourself in him and trust in him. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu wewe ambaye umeitanishwa na Kristo, wewe si mtu wa kawaida. Kuna mambo ambayo yamefanyika katika maisha yako ambayo mtu ambaye wa kawaida, mtu wa dunia hii, mtu ambaye hajampokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, kuna kitu ambayo uko naye advantage kuliko yeye. Uko na Mungu. Hiyo ndio sababu Biblia inakuita kwamba kwa sababu wewe ni taifa teule, wewe ni kuhani wa kufalme, wewe ni mtoto wa Mungu, umeshaguliwa na Mungu. Yeye anakutangaza kuwa mtoto wake. Vile ambavyo uko na uhusiano na mtoto wako huyo mdogo, huyo unamwona huyo, hivyo ndio Mungu ako na uhusiano na wewe. Na hawezi akaruhusu jambo mbaya likufanyikie, hawezi akaruhusu ulie. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Daudi akasema, Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Kando ya majani mabichi yeye unilaza, nipitapo katika bonde la uvuli wa mauti sitaogopa, kwa sababu yeye yuko pamoja na mimi. God anakuanga na kila mtu yeyote ambaye anamtumainia. Mungu ako na yeye katika shida. Mungu ako na wewe katika kilio. Wakati ambapo unaona mambo yamekuwa ngumu, Bwana anasema mimi niko na wewe. Daudi akajitia nguvu katika Bwana. Na baada ya kujitia nguvu, hiyo ndio akafanya maamuzi ya busara. Kujitia nguvu kuna nguvu. There is power when you encourage yourself in the Lord. There is power. Kuna generation ya power ndani yako. Ya kwamba hii hata hii itapita kwa sababu yule ambaye niko naye ananiongoza. Amen. Jina la Bwana ni ngome imara. Wale wote wanamkimbilia wanapata usalama. Wakati ambapo hiyo inaingia kwa akili yako, you have that confidence that the name of the Lord is a strong tower. I will run to him na nitakuwa safe. You will encourage yourself well. Usikuwe na wasiwasi kwa jambo lolote, lakini kwa kila neno anasema kwa kusali, kwa kuomba na kushukuru, fanya haja yako ijulikane na yeye. Ni nini hiyo unaacha mambo upigane peke yako? Kwa nini unaacha uhangaike peke yako? Patia Mungu nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo mengi ya kujifundisha katika hiyo verse, but ninataka tu kupiki moja. Cha kufanya wakati ambapo uko katika shida ni kujitia nguvu katika Bwana. Daudi alijiencourage katika Bwana, na baadaye tunaona vile ambavyo Mungu alimuongoza na akarejesha yoyote kile ambacho adui alikuwa ameiba. Bwana Yesu asifiwe. Siku leo ni vizuri tukugundua ya kwamba Bwana anaweza. Ni vizuri ya kwamba tukijua ya kwamba hakuna jambo linashinda Mungu. Ni vizuri tukijua ya kwamba hata katika hali ngumu Bwana atatuvusha. Haleluya. So
So wakati ambapo unajitia nguvu katika Bwana, inamaanisha unasimama imara katika imani yako, ya kwamba huyu ambaye ninamwamini, ninamjua, hajawahi akaibisha mtu, hajawahi akaacha mtu aliye, hajawahi akaacha mtu akahangaika. Huyu ninamjua. Bwana Yesu asifiwe. Isaiah 43 verse number 2. 43 verse number 2. Ni Mungu anazungumza na watu wake. Anasema wakati ambapo unapita katika shida, nitakuwa na wewe. Ukipita katikati ya maji, nitakuwa na wewe. Ukipita katikati ya moto, nitakuwa na wewe. Maybe ni nafasi ya Mungu anataka kukupeleka kutoka kwa kiwango kimoja hadi kingine. Wakati ambapo watu wanakupangia mabaya, unapoangalia, usiangalie kama vile ambao wao wanaangalia. Angalia kama mtu ambaye anaelewa ya kwamba God, hata hii utapokea utukufu, kwa sababu nitatokea nikiwa mshindi. Haleluya. Hakuna kitu inashinda Mungu. Hakuna kitu ambacho ngumu kwake. Hakuna suluhisho ambayo hawezi akalete. Hakuna machozi ambayo hawezi akavuta. Bwana Yesu asifiwe. Mahali ambapo njia zimefungika, yeye anaweza akafungua njia. Anasema ninatengeneza njia jangwani. Haleluya. Kitu cha dhamana anataka kujua kama mtoto wangu ako tayari. Are you ready? Baada ya hii situation, Daudi alienda direct mpaka kuwa mfalme. Kwa sababu Mungu aliamua kudili na maadui zake, kwa sababu alijua ni nini anapaswa kufanya. Wakati ambapo unakutana na changamoto hiyo inataka kutest imani yako. Umesimama kwa imani ama wewe bado uko tu? Unajua umemwamini nani? Unajua kile ambacho umepokea? Unajua Mungu ambaye unamwamini? Je, unaamini ya kwamba anaweza akafanya mambo makubwa? Biblia inazungumza ya kwamba hautajaribiwa kuliko uwezo wako. Na wakati ambapo majaribu yanakuja, Bwana anasema nitakutengenezea njia. Amen. So hata wakati ambapo unalia ukijua ya kwamba Bwana anajua unatengeneza njia. Yes. Wakikuvuta kazi, jua ya kwamba Bwana anapanga kufungua njia nyingine ya baraka zaidi. Amen. Atakubariki na kazi kubwa zaidi. Amen. Atainua biashara hiyo kiwango kimoja hadi kingine. Amen. Atakuponya maadui washangae. Yes. Haleluya. Ukitembea kama Mkristo ambaye anajielewa, kila kitu ambacho, kila changamoto unayokutana nayo, unajua ya kwamba ni njia Bwana anataka kunipeleka kwa watu wengine. Hii ni daraja tu Bwana anataka nipite. Ndio Yesu aweze kurejesha uhusiano kati ya Mungu na mwanadamu. Ilibidi apitie changamoto kwa kuuawa msalabani ndio akuwe daraja. Crisis ni daraja. Crisis ni daraja ya wewe kuinuka. Matatizo, shida na changamoto za dunia hizi zinapokuja, ujue ya kwamba God anataka kukupromote. Kile ambacho kitajalisha ni vile ambavyo utahandle hiyo matatizo. Na kama uweze handle hiyo matatizo vile ambavyo unafaa, ujue ya kwamba bado utabaki ile sehemu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Masaa yangu imeisha, but ujumbe wangu siku ya leo, katika changamoto, jitie nguvu katika Bwana. Amen. Jitie nguvu katika Bwana. Amen. Haleluya. Kwa tayari ukijua kwamba wewe ni mshindi. Na kama changamoto ikiinuka zaidi, ujue bado glory itakuwa zaidi, utukufu utakuwa zaidi. Amen. Haleluya. Wakati ambapo unalia, ujue kicheko chako kitakuwa zaidi. Watu wataona, watasema kuna kitu kimemfanyikia. Alafu watakapokuuliza, ushuhuda utakuwa mkubwa, kwa sababu watasema kama amekufanyia, hata mimi atanifanyia. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ambapo tunakuja kwa Kristo, tunakuanga tumeokolewa kwa dhambi. Tunakuanga tumeokolewa, we have been saved from sin. But we
we are not saved from trials and temptations. Tumeokolewa kutoka kwa dhambi, lakini hatujaokolewa kutoka kwa majaribu. Majaribu ni lazima ikuje, ni lazima utasemwa, ni lazima utapangiwa mabaya, ni lazima utakutana na mambo ambayo unaona mpaka unasema Mungu wangu mbona umeniwasha, lakini hajakuacha, yuko pamoja na wewe. Anakuangalia, anaangalia mtoto wake, anasema jitie nguvu katika Bwana. Isaiah 43 verse number 2. Nimalizie hiyo verse. Ni Bwana anaongea na sisi. Nilikuwa nimeomba 10 minutes na bakcha kama 3 minutes. Isaiah 42 verse number 3. Upitapo katika maji mengi, nitakuwa pamoja na wewe, na katika mito haitakugarikisha, haitakumeza. Hautateketea, wala mwali wa moto hautakuunguza. Hii inasema mkipita kwa mafuriko, mimi nitakuwa pamoja nanyi. Mkipita katika mito, haitakushinda nguvu. Mkitembea katika moto, hamtaunguzwa. Kwa sababu yeye anaenda akiwa anapima, ako na wewe kujua ya kwamba hautaumia. Ni mambo mengi umepitia sana na ukafika hiki kiwango, lakini haijai kukusambaratisha kwa sababu yeye anakulinda. Yes. Aweze akakuruhusu uhangaike. Yes. Aweze akakuruhusu uangamie. Yes. Haleluya. Wale wanatabuka mabaya kwako, waambie bado. Yes. Kuna sababu ambayo Biblia iliandika ikasema siku ya mwanadamu ni miaka 70, na uko na 30, uko na 25, uko na 40 na unahangaika, unasema wanataka kunimaliza. Tembea na ujasiri ukijua ya kwamba bado miaka yangu iko. Wale wanapanga mabaya waambie mpange mshoke, kwa sababu bado. Mimi niko na kama 36 hivi. 36 bado. Niko 34 sasa. Nitamefika 36. Alafu mtu akuja niambie nitakuwa, siwezi kufa. Ndio maana Biblia ikaandika ikasema sitakufa, nitaishi, nishuhudie matendo makubwa ya Mungu. Imeandikwa hapo kwa sababu Mungu anajua ya kwamba mtoto wangu atakuwa anajitia nguvu katika mimi. Akisoma neno hili atajua nimesema nini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna nguvu katika kujitia nguvu katika Bwana. Inaonesha dhihirisho wewe kusimama katika imani yako, ya kwamba ninajua kile ambacho amesema na ninajua kile ambacho hajasema. Yesu akauliza akasema, ni nani kati yenu mtoto wake akimuomba samaki atampatia nyoka, akimuomba mkate atampatia mawe? Alafu anasema kama nyinyi ambao mko hivyo na mwezi fanya hivyo, mimi Mungu ninaweza nikawanyima kweli? Ujue huyo jirani ako karibu na wewe na hajaokoka. Mungu anakuangalia wewe umhubirie. Mungu anakuangalia wewe upeleke habari njema kwake. Aweza akaruhusu jambo mbaya likufanyikie kwa sababu umeitanishwa na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Majaribu yako, majaribu ni mengi, matatizo ni mengi, lakini wakati ambapo tunakumbana naye, tujitie nguvu kwa Bwana. Maana yeye anaweza. Maana yeye anatosha na hakuna jambo linalomshinda. Nitawashia hapo. Wachaniashia hapo. Mungu awabariki sana.